Jambo wapendwa mnayotufuata palipote ulimwenguni, tunashukuru Mungu asubuhi ya leo kushiriki pamoja nanyi kwa ajili ya wazo hili la juma hii. Acha tuombe. Mungu, asante Mungu mjuu sana, ambao umetupa neema na kibali mapema hii kushiriki na wapendwa ulimwenguni pote neno hili ambalo Baba umeweka katika roho yetu, hivi jifunue kwetu na utubariki katika jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa, juma hii tunaenda kuwaza pamoja juu ya neno ambalo linasema matendo ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Roho Mtakatifu, wa makazi ya Roho Mtakatifu. Tunapokuwa tunamaliza mwezi ambao tunaita mwezi wa kusherekea Pentekoste, mwezi wa kusherekea ujio wa Roho Mtakatifu, tunaenda kusoma pamoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 1 na kuendelea. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote na moyo mmoja bahali pamoja. Ghafula uvumi ukatoka mbinguni kama upepo unaovuma na nguvu sana, ukijaza nyumba yote walipokuwa wameketi, na zilionekana kwao ndimi kama za moto zilizogawanyika, zikawakalia kila mmoja wao. Wakajazwa wote Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowapa kusema. Hiyo ndiyo neno la Mungu. Mpendwa, tunapoongelea juu ya kazi, Roho wa Mungu ana kazi nyingi anazofanya, matendo mengi, lakini hapo tunaongea juu ya matendo matatu. Tendo la kwanza, kupitia maandiko haya tunasema Roho wa Mungu anawasha moto wa Mungu katika mioyo ya wale wanaomwamini na katika kanisa la Kristo. Kitabu ambacho tumesoma, Biblia inatuonyesha kwamba wakati Roho aliposhuka, akashuka kama ndimi za moto, kama ndimi za moto. Hiyo ndimi za moto zikashuka juu ya vichwa vya mitume, kila mmoja vichwa vya wanafunzi. Kila mmoja akasikia, akapokea Roho, na ikawasukuma kuwaka ndani yao, wakawa na kiu ya kufanya huduma ya kutangaza mema ya Bwana. Mpendwa, unapopokea Roho wa Mungu, anawasha moto ndani yako na kukupa kiu ya kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, na kukupa kiu ya kumpendeza Mungu na kumtukuza Mungu. Hiyo ni kazi ambayo anayoyafanya Roho wa Mungu, ni kazi nzuri anayoyafanya Roho ya Mungu. Kazi la pili, kama vile tumesema, analeta uwezo ya ustaajabu ya kufanya matendo ya juu kuliko mawazo na akili na uwezo ya wanadamu. Wakati walipopokea Roho, Biblia inasema wakaanza kusema kwa malugha. Hii ni lugha za wanadamu, si lugha ya malaika, lakini lugha nyingine ambazo hawajawahi kujifunza. Wakawa na uwezo ya kusema katika malugha ambazo si lugha yao, lugha ya wengine, lakini ambao hawajawahi kujifunza. Ilikuwa miujiza, matendo ya mastaajabu isiyoeleweka. Kwa uwezo wa Roho yakawezekana. Hata watu wa kutoka Egypt, wa kutoka Ethiopia, wa kutoka pali pengine pote wakashangaa, wakajiuliza, je, hawa watu si ni Wayuda? Hawa wanaongea namna gani? Wanaongea kwa lugha zetu makubwa ya Bwana. Walikuwa wamepokea Roho Mtakatifu. Moto wa Bwana aliwaka ndani yao, wakawa na kiu na wakasukumwa kutenda, kusema makubwa ya Bwana, mema ya Bwana, na kwa lugha zile zisizokuwa lugha zao. Jambo la tatu ambalo ni jambo la mwisho, tunasema ya kwamba Roho Mtakatifu anaandaa na kutenda mabadiliko katika mioyo yetu na katika ulimwengu hii. Hiyo inatusukuma kurudia katika Mwanzo sura ya 1. Hapo Biblia inasema wakati Mungu alipoumba mbingu na dunia, wakati mmoja dunia ilikuwa utupu, pasipokuwa na hali nzuri, na giza ilijaa. Sasa Biblia inasema ya kwamba Roho wa Mungu alikuwa akitulia pale kwenye kilindi cha uso wa ulimwengu. Alipokuwa akitulia, sasa Mungu akasema neno, mwangaza iwe, nuru iwe, na nuru ikawa. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu
Neno la Mungu linaleta nuru. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, neno la Mungu linafanya mabadiliko katika maisha yetu. Ndugu mpendwa, ndio maana Kristo alisema Roho atakapokuja atafundisha ulimwengu yaliyo kweli, yaliyo mema. Roho ndiyo anafanya hiyo kazi. Hivyo mtu aingie kwa mabadiliko, atoke hali ya dhambi na muamini Kristo. Mabadiliko, hata miujiza inayofanyika ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mpendwa, ukiamini Bwana, Roho wa Mungu atakaa ndani yako. Ukiwa unabatizwa na Roho wa Mungu, atawasha moto ndani yako, moto ndani ya kanisa, moto ndani ya maisha yako, na hata hiyo moto itakusukuma kutumikia Bwana, kutenda makubwa pamoja na Bwana na kuishi mema ya Mungu. Itakuwa kwa baraka, kwa faida yako na kwa utukufu ya Mungu. Je, umeamini Kristo? Je, umepokea Roho? Unaitwa kuamini Kristo ili upokee Roho wa Mungu, ubatizwe na Roho, hivi moto wa Bwana uwake ndani yako na upate kushuhudia ukubwa wa Bwana. Mungu akubariki na Mungu akutie nguvu. Basi tutaomba. Mungu, ibarikiwe jina lako Mungu mjuu sana. Asante kwa wingi wa neema na rehema yako. Asante kwa Roho Mtakatifu, umetujaza na Roho, umetubariki. Acha huyu anayefuata sasa, ingawa hajawahi kukuamini Kristo, acha apate neema. Hivi Roho wa Mungu umjaze, mubariki na kumtia nguvu katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki mpendwa unayetufuata pale pote upo.